Habari gani Mwanakyau TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeu TV. Leo tunajua kwamba Umoja wa Nchi za Ulaya umetoa tamko la pamoja ambalo lilikuwa na maelezo mengi kweli kweli, lakini moja ya maelezo muhimu kabisa ni kurudishiwa kwa miili ya watu ambao wamepotelewa na wapenda wao ili waweze kuzika kwa heshima. Yeriko Nyerere ni mmoja ya wanasiasa ambao wametoa neno kuhusu kilichotolewa na Umoja wa Mataifa. Wametoa mchango wao na wametoa na sababu lukuki hapa. Pasi na kupoteza muda, nataka nisome hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter, na nukuu hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter, na nukuu: Marekani imetoa taarifa kwa umma kwamba inatafakari upya na inatathmini kwa kina uhusiano wake na Tanzania. Marekani wameweka sababu au hoja kuu 4 walizozijenga kama msingi wa kwenda mezani kutathmini uhusiano wake na Tanzania. Hoja au sababu hizo ni: moja, serikali ya Tanzania inakandamiza uhuru wa dini. Namba 2, serikali ya Tanzania inakandamiza uhuru wa kujieleza. Namba 3, serikali ya Tanzania inafanya ukatili wa raia kabla na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Namba 4, serikali ya Tanzania imeweka vikwazo dhidi ya uwekezaji wa Marekani. Binafsi nakubaliana wazi na sababu namba 1 hadi ya 3, lakini mambo ni sahihi kabisa. Yapo Tanzania na sauti ya umma ya kupinga imekuwa kubwa hadi serikali imeamua kufuta baadhi ya kesi zilizokuwa mbele ya mahakama ya Tanzania. Ninapaza sauti, serikali izuie utekaji nchini, iwaachie waliotekwa, iwaachie walio mahabusu wakiongozwa na Tundu Lissu na kadhalika. Nafikiri hii ni kila mtu atakubaliana na mimi kwamba serikali imerejea kwenye ukandamizaji uhuru wa kujieleza, kwamba serikali imekandamiza uhuru wa kuabudu, kwamba kuna mauaji yametokea baada ya uchaguzi. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayetambua uwepo wa mambo hayo Tanzania, na hakuna mtu mwenye akili timamu nchini anayekubaliana na matendo hayo. In diplomatic way, sababu au hoja hizo ni ya kwanza hadi ya 3 hapo juu ya Marekani hazina nguvu wala msingi wa kidiplomasia kwa nadharia ya sera ya mambo ya kigeni ya Marekani kuvunja uhusiano wa kinchi wala kuikalisha chini Marekani itafakari uhusiano wake. Hii ni kwa kutazama mwenendo wa juzi, jana na leo wa sera za mambo ya kigeni ya Marekani kwa mataifa mengine ambako kuna matatizo makubwa kuliko Tanzania, mfano Sudani, Gaza, Palestina, Ukraine na kadhalika, lakini Marekani imesalia kuwa mbiu muhimu ya machafuko hayo na mnufaika mkuu. Hoja namba 4, kwamba serikali ya Tanzania imeweka vikwazo dhidi ya uwekezaji wa Marekani. Kwa maoni yangu, hii ndiyo hoja kuu ya tamko hili na yenye uzito unaoifanya Marekani ikae chini na kutathmini uhusiano wake na Tanzania. Kama hii ya 4 ndiyo hoja kuu, hebu sasa tutulize vichwa vyetu, tujiulize, je, kweli kuna uwekezaji au mradi wa Marekani umewekewa vikwazo au umezuiliwa kwa Tanzania? Je, kuna raia wa Marekani ameambiwa ni mwekezaji Tanzania amewekewa vikwazo na Tanzania? Yeyote mwenye taarifa za kampuni yeyote ya Marekani iliyozuiliwa kuwekeza na Tanzania atusaidie kujua. Kwa ufahamu na uelewa wangu, hakuna. Ninachokifahamu, Marekani inawekeza kwenye miradi mingi sana nchini kama vile mining, Barrick Gold au Northern Mara. Lakini kwenye teknolojia, Google, Microsoft, Visa, Mastercard, Cisco, often through the distribution au partners. Kwenye energy au oil na gas iko Exxon Mobil ambayo ni exploration partner, na nyingine General Electricity au Power Project. Consumer Gold, Coca-Cola, Sweet Africa, Bottling na Pepsi ambayo ni snack and drinking. Kwenye agriculture kuna au kwenye mashine kuna John Deere,
au equipment. Kwenye financial ipo City Corporation Investment Banking, na kwenye aviation ipo Boeing ambayo ni aircraft sales support. Tena uwekezaji kwenye huu hasa katika sekta ya madini uko kwa muda mrefu huko Tanzania, ikichukua gawio la kilo 3 au kwenye kilo 100 anazochimba Marekani, na huku yeye akibakiwa na kilo 97. Nakwambia haya ili utumie akili yako kutafakari na kuelewa dunia ilipo. Mtambue huko nyuma niliwaambia kuwa jaribio la mapinduzi la tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ambalo wenyewe wanaliita ni maandamano iliratibiwa na kuchochea na Ulaya na Marekani kwa viwango vikubwa sana, wakitumia watu wenye wetu hasa wanaharakati maslahi kwa mgongo wa zile sababu kwanza hadi ya 3 pale. Msimamo wangu utabaki hivyo hivyo. Sasa naunganisha na tamko hile la Marekani na kuthibitisha wazi uhalali wa hoja yangu ya mwanzo. Ukweli ni kwamba msingi wa hayo yote ni Marekani kukosa dili la kuchimba madini ya uranium ambapo tenda hiyo imeangukia kwa Urusi, ambapo Urusi imewekeza zaidi ya dola bilioni 1.2. Hivyo nzungukeni kote, lakini hii ndiyo sababu chokochoko zote zinazoendelea kwa kutumia matatizo yetu ya ndani. Ulaya na Marekani wameumia sana kukosa mradi huo. Hayo ni maneno ya Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, lakini Yeriko Nyerere hajaishia hapo. Amezidi kuandika tena maneno mengi. Anasema kwamba huo ndio mradi ambao ni madini adhimu ulimwenguni na yamezingatia na yameziingiza vita nchi nyingi, ikiwemo kupindua serikali nyingi za umma katika mataifa mengi. Tumepokea ushauri wa kila mtu, lakini tukatae maelezo ya kila mtu. Matatizo yetu tuyatatue kwa utulivu, busara na hekima, huku tukitambua tunalo taifa moja tu ambalo ni Tanzania. Taifa hilo likianguka, hata hizo harakati maslahi hazitafanyika, hata vyama vya siasa tawala na upinzani havitakuwepo kamwe. Hata wanaofikiri urais kupitia hawa mabeberu hawataweza kuwa marais kamwe. Twendeni mezani tukazungumze wenyewe, tusameheane wenyewe, tukashikane mkono wa amani wenyewe, atulijenge taifa letu. Walioumia na kupoteza wapendwa wao wafutwa machozi na wasamehewe. Ameandika maneno hayo Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli kwa hichi ambacho Yeriko Nyerere amekiandika katika mtandao wa Twitter. Yeriko Nyerere amejikita katika hoja mbalimbali, lakini katika hoja ambazo Marekani ilitoa ni kwamba serikali ya Tanzania inakandamiza uhuru wa dini, serikali ya Tanzania inakandamiza uhuru wa kujieleza, serikali ya Tanzania inafanya ukatili wa raia, imefanya ukatili wa raia kabla na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Lakini pointi ya ine wakasema serikali ya Tanzania imeweka vikwazo dhidi ya uwekezaji wa Marekani, na Yeriko Nyerere amejikita katika hoja ya 4 ambayo inasema serikali ya Tanzania imeweka vikwazo dhidi ya uwekezaji wa Marekani, na akatoa hoja kuu ni dili ambalo serikali ya Tanzania imeipa serikali ya Urusi kuchimba madini ya uranium ambayo ni dola za Kimarekani bilioni 1.2. Una maoni gani kwa hicho ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali subscribe na turn on notification. Ila ngudio KTV, tutaona wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.